Shalom, shalom kwako mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Kipindi ni Singing in the Spirit, kipindi ambacho kinakufunulia uzuri wa Roho Mtakatifu na karama zake. Ikiwa tunaishi katika majira sahihi kabisa aliyonenwa na manabii, na sisi tumeuona uaminifu wa Mungu Baba kwamba hakika tunaishi katika majira sahihi ya Roho Mtakatifu na karama zake. Mwana wa Mungu, siku ya leo ningependa kushare na wewe neno kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 20, ambayo inasema kwamba lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Huyu ni baba yetu wa imani Ibrahim. Alitiwa nguvu kwa kumwamini Mungu kwamba Mungu ni mwaminifu na anaweza kufanya yale aliyoahidi. Na ushuhuda mwana wa Mungu ambao ningetamani kushare na wewe, ushuhuda wa namna ambavyo Roho Mtakatifu amekuwa mwaminifu kwangu. Ninamshuhudia Mungu kwamba siku moja kuna mwana wa Mungu alinishirikisha jambo lake, na alikuwa anatakiwa kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa very major operation, lakini Roho wa Bwana akawa amenipatia neno ndani yangu kwamba akawa ameniambia kwamba there is simplicity in the spirit. It was hard comparing to mazingira ya nje, lakini Bwana alimpatia neno that was beyond our environment. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu Baba kwamba it was like yule mwana wa Mungu alivyoendelea kuattend clinic pale hospitali, lakini every day alikuwa anaambia kwamba the thing was going to be harder and harder and harder, lakini Roho Mtakatifu neno aliloliachilia ndani mwangu ilikuwa ni kwamba there is simplicity. And indeed the last day before anakwenda kufanya operation there was the simplicity. Daktari alikuja na solution mpya ambayo alikuwa hajawahi kuiongea, na ikazidi kutuonyesha kwamba hakika Mungu ni mwaminifu kwa neno lake ambalo ametuambia. And indeed that operation, it seemed like it was minor operation, kwa sababu Roho wa Bwana alikutanguliza neno kabla ya hicho kitu. Na ninachotaka kuambia Mungu kwamba ni mwana wa Mungu ni kwamba Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Anavyokuambia neno, you don't look at the circumstances around you, you just focus on the word ambayo Bwana amekwambia. Kwa siku ya leo ningependa kuomba nawe mwana wa Mungu, ambayo inawezekana you are going through something hard, na kwenye mazingira ya kawaida you see it hard, but there is simplicity in the spirit. Kama ambavyo Roho wa Bwana ametupatia hii platform ya kuendelea kumshangilia na kumfurahia still this simple act of watching me live, it is the fact that kwamba Roho Mtakatifu is working unto your circumstance. Kwa hiyo nataka niombe pamoja na wewe. I declare that simplicity ambayo mwana wa Mungu ali-encounter, na instead of major operation everything was just simple, na sasa hivi anaendelea kufurahia maisha ya Mungu Baba hapa duniani. Ndivyo ambavyo ikatokea kwako katika jina la Yesu, kwenye biashara zako, kwenye masomo yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila hatua ya maisha yako iliyopo. Ninatamka katika jina la Yesu ukatembea katika uthibitisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu juu yako. May you encounter this simplicity in everything that you do. I can tell you that life with the Holy Spirit is so simple. Kama ambavyo tuna msemo wetu Sing in the Spirit, tunasema kwamba singing in the Spirit always God is at work. Na karibu tena kuendelea kutufuatilia katika social media zetu mbalimbali kama Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa TikTok. Tunakwenda kwa jina la Singing in the Spirit Media, lakini pia unaweza kutazama kupitia YouTube channel kwa jina la Singing in the Spirit Media pamoja na Sonship Spirit TV. Mwana wa Mungu, ninapenda sana kutakia siku njema. Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe. He is walking with you, he is inside you. Continue to celebrate and enjoy the gifts of the Holy Spirit. Indeed, life with the Holy Spirit is so simple, and singing in the Spirit, God is at work. Shalom, shalom.